Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote kwa kweli nimshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kutujalia uhai, kwa kutujalia afya, lakini kubwa zaidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kutujalia hali ya hewa nzuri ambayo itafanya wewe kuhitimisha ziara yako hapa mkoani Katavi kwa kufanya mkutano kwenye manispaa yetu ya Mpanda kwa amani, salama na utulivu. Mheshimiwa, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kadri zake alivyotujalia. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupongeze sana wewe kwa kazi kubwa na nzuri uliyoifanya kwenye mkoa wetu wa Katavi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wanakatavi tutakuwa mashahidi na sisi ndo tunatakiwa kuelezea historia nzuri hii ambayo uliyoifanya kwenye mkoa wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sidhani kama ilishawahi kutokea kwenye mkoa wetu waziri mkuu akakaa kwa siku 5 za kazi kufanya kazi kwenye mkoa mmoja. Hiyo haijawahi kupata kutokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nakupongeza sana kwa ujasiri wako, lakini nakupongeza sana kwa namna ambavyo umejitoa kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania na hasa Watanzania wa mkoa wa Katavi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Haidari Hemedi Sumri, mbunge wa jimbo hili la Mpanda mjini, mbunge ambaye nilipigiwa na wananchi hawa tarehe 29 Oktoba na kushinda kwa 80% ya wingi wa kura. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nawashukuru sana wananchi wa jimbo la Mpanda mjini kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Lakini vivyo hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, walipiga kura nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na hiyo ikamwezesha kuunda serikali na hatimaye Mheshimiwa Rais kuamua kukuteua wewe kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sasa Watanzania wote wananufaika na uteuzi wa Mheshimiwa Rais, kwa sababu kazi unayoifanya Mheshimiwa Waziri Mkuu sio kazi ya polepole, ni kazi ambayo ni ya mtu ambaye amejitoa kweli kweli kufanya kazi ya wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nitajikita zaidi kwenye maeneo 6 ambayo ni ya kisekta, ambayo yana mafanikio makubwa kwenye jimbo langu, lakini pia tuna maombi. Hatuna changamoto Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tutakuwa na maombi kwa sababu tunaamini katika miaka 5 ijayo Rais Samia hayo maombi yetu yote anaweza akayatekeleza. Kwa hiyo tutakuwa na maombi Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ombi la kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza mafanikio. Kwenye eneo la afya Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe umejionea mwenyewe. Tumetoka si muda mrefu hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Kipindi kabla Mama Samia hajaingia madarakani, kama ulivyopata historia pale, ile hospitali ilikuwa iko kwenye msingi tu, na ujenzi ulisimama kwa takribani karibia mwaka mzima haukuendelea. Lakini baada ya kuingia Rais Samia Suluhu Hassan, alitoa pesa, ujenzi ukaendelea, na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi sasa inafanya kazi ya kuwahudumia wananchi wote wa mkoa wa Katavi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utufikishie salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais kwamba wananchi wa mkoa huu wa Katavi wanashukuru sana. Lakini kama tulivyotoka pale, umeona kuna ujenzi unaendelea wa jengo la mama na mtoto ambalo ni wing B. Kwa maelezo ya wataalamu wetu, jengo linaendelea vizuri. Isipokuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale tunahitaji pesa kwa ajili ya umaliziaji. Tunahitaji jumla ya shilingi bilioni 3. Tunakuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, utusaidie katika hilo ili huduma ya mama na mtoto iboreke kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa, na tunaamini tutawasaidia kina mama wengi wa mkoa huu wa Katavi na wanaotoka kwenye mikoa jirani. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye eneo hilo la afya tuna chuo. Hapa Mpanda tuna chuo cha afya ambacho kinawasaidia vijana wa Kitanzania. Ombi letu Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika eneo lile la hospitali ya rufaa ya mkoa, eneo bado ni kubwa sana. Tunaomba ujenzi wa chuo hiki cha afya ujengwe pale, kwa sababu eneo chuo kilichopo sasa eneo ni dogo na tunaona kama halitoshi. Lakini kama hiyo haitoshi Mheshimiwa Waziri Mkuu, maombi yetu pia taasisi ziongezeke kwenye chuo chetu. Iko taasisi moja tu
ya famasia, na tunaona bado tuna hiyo fursa ya kuongeza taasisi zingine ili watoto wa Tanzania waweze kusoma vizuri kwenye eneo letu hili la mkoa wa Katavi, na waweze kutusaidia pia kustimulate uchumi wa mkoa wetu na eneo letu hili la manispaa ya Mpanda. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipata pesa milioni 900 kwa ajili ya kukarabati hospitali yetu ya manispaa ya Mpanda. Na hospitali yetu ya manispaa ya Mpanda, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukupata tu nafasi ya kutembelea, lakini sasa hivi inaonekana ni kama hospitali iliyojengwa juzi. Naomba wanampanda tumpigie makofi mengi sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama hiyo haitoshi, tumepata pesa milioni 660 kwa ajili la kujenga jengo la watoto njiti, na muda wowote tenda zitaanza kutangazwa ili hospitali yetu ya manispaa ya Mpanda ianze kuwa na wodi maalumu ya kuwahudumia watoto njiti, na hiyo ndiyo falsafa ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye eneo la afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini kwenye vituo vya afya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mama Samia katika kipindi chake ametujengea vituo vya afya 4 katika kata 4 za manispaa ya Mpanda. Ombi letu kwenye eneo hili la kituo cha afya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye bajeti hii ambayo tunaenda kuimaliza mwezi wa 6, tuliomba kuletewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Misunkumilo, na hizo pesa Mheshimiwa Waziri Mkuu bado hatujapata. Kwa hiyo nikuombe sana, kwa kuwa Wizara ya TAMISEMI iko kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, niko chini ya miguu yako, naomba tupate hizo pesa za kujenga hicho kituo cha afya, na tunaamini tukipata pesa za kujenga hicho kituo cha afya zitawasaidia sana wananchi wa eneo letu hili la Misunkumilo ambao ni kata jirani hapo kwenye eneo la eneo jirani hapo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, niende kwenye eneo la miundombinu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na katika hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuendelee kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Barabara za mkoa wa Katavi zimefunguka, na zile ambazo hazijafunguka katika ziara yako sisi wabunge tumepata majibu ya serikali. Barabara ya Kigoma kutoka Mpanda kwenda Kigoma, lakini barabara ya kutoka Stalike kwenda Kibaoni, zote hizo ziko kwenye mpango wa kujengwa, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na kwa kweli ataandika historia kubwa ya kuifungua mkoa wetu huu, mkoa wa Katavi. Ombi letu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye eneo hilo la barabara hasa hizi za mikoa ni ujenzi wa barabara ya kutoka Mpanda kwenda Ugala, kwenda Kaliwa, kwenda Kahama kwa kiwango cha lami. Barabara hii imeelezwa kwenye ilani ya CCM iliyopita, na nadhani na uhakika kwenye ilani hii pia imeelezwa. Tunaomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu tupate pesa kwa ajili ya ujenzi wa hii barabara. Tunaamini itawakomboa sana wananchi wa mkoa wa Katavi. Lakini kwenye eneo hilo la miundombinu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametuletea pesa ya kujenga terminal mpya ya uwanja wa ndege wa Mpanda, na uwanja wa ndege wa Mpanda una terminal mpya, na wewe ni shahidi, umeshuka hapo umeona terminal ya kisasa kabisa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ombi letu kwenye eneo hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama mtaona inafaa, kuna safari za ndege zinaanzishwa kwenye kiwanja cha Sumbawanga. Tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndege zitakazoanza kwenda Sumbawanga basi ziwe zinapitia Katavi, ili kutuongezea safari za ndege kutoka 3 zilizopo kwa sasa, ikiwezekana hata zifike 5 kwa wiki, na hapo tutakuwa tumewakomboa sana wananchi wa mkoa wa Katavi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye eneo la TARURA la barabara ambazo ziko mjini hapa Mpanda, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapo kwenye eneo hilo bado tuna changamoto. Na changamoto tulionayo Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wetu una mvua nyingi. Kwa hiyo kwa kuwa na mvua nyingi kumepelekea barabara zetu zinazotengenezwa kuharibika mara kwa mara Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini sababu ya pili, mji wa Mpanda unakuwa kwa kasi kubwa sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Umepita, umeona, umekuwa hapa kwa siku 5, umeona namna mji wa Mpanda unavyokuwa kwa kasi. Ombi letu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuongezewe pesa za ukarabati wa barabara ili tuweze kukarabati angalau hata barabara nyingi zaidi. Na ombi letu tungepata hata bilioni 4 kwa budget, ingetusaidia sana kuondoa changamoto za barabara. Na hata madiwani wangu wananisikia hapo, wao wenyewe wanafahamu changamoto wanazokutana nazo kwenye kata zao.
Kwa hiyo kwenye eneo la barabara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna changamoto kubwa kwenye TARURA, na hiyo kwa manispaa ya Mpanda ndio changamoto namba moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya hilo la barabara, lakini niendelee kuwashukuru na kuwapongeza watendaji, mtendaji wa TANROADS na watendaji wa TARURA. Kwa kweli mainjinia hawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanafanya kazi nzuri sana kwenye mkoa wetu, licha ya pesa kuwa na upungufu, lakini wamekuwa wanajitahidi sana kufanya kazi za kuhakikisha kwamba barabara zetu zinapitika kwa muda wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikitoka kwenye eneo la miundombinu niende kwenye eneo la elimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye eneo la elimu sisi ni wanufaika wakubwa sana wa pesa alizoleta Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwenye eneo la elimu msingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumebahatika kujenga shule mpya 6 katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, na tumeletewa pesa ya kujenga madarasa na miundombinu mingine jumla ya shilingi bilioni 5.07 zimekuja kwenye manispaa yetu ya Mpanda, na watoto wa Mpanda kwa kweli wanasoma vizuri. Lakini kwenye eneo la elimu sekondari, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeletewa bilioni 11. Jana ulikuwa unasikia wenzangu kule Mlele wanajisifia na shule ya amali, lakini hapa Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta bilioni 4.1 kwa ajili ya kujenga sekondari ya watoto wa kiume inayoitwa Katavi Boys, na sisi hapa manispaa ya Mpanda tunaita kile ni kijiji cha elimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mapesa mengi yameletwa kwenye eneo hilo. Ombi langu kwenye eneo hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado tuna changamoto ya uchache wa madawati kulingana na idadi ya watoto wanaoanza darasa la kwanza na wale wanaomaliza darasa la 7. Ukiweka uwiano hapo kwa wale wanaoondoka, inakuwa ni mara 3 ya wale wale wanaoingia darasa la kwanza inakuwa ni mara 3 au mara 2 ya wale wanaoondoka. Kwa hiyo tumekuwa na mapungufu hayo ya kila mwaka. Tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi mkoa wa Katavi, Mwenyezi Mungu katujalia kuwa na misitu, na hii misitu haiwezi kuwa laana kwa watu hao wa mkoa wa Katavi. Misitu hii inatakiwa ibadilike kuwa neema. Nikuombe kwa kuwa naibu waziri wa maliasili yuko hapa, atusaidie kupitia mamlaka zake za TFS na TAWA, watusaidie kupata magogo ya mbao. Sisi manispaa ya Mpanda na halmashauri zingine tuko tayari kutengeneza hayo madawati na kufanya mkoa wote wa Katavi utokane na changamoto ya uhaba wa madawati kwenye shule zetu za msingi na shule za sekondari. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ombi langu kwenye eneo la elimu ni hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepata bahati sana mkoa wa Katavi wa kupata pesa kwenye eneo la kilimo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunayo skimu ya umwagiliaji Mwamkulu ambayo inajengwa kwenye kata yangu ya Mwamkulu, na juzi Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Mpanda, dada yangu Jamila Yusuf, alitupitisha kwenye miradi ya kimkakati ya manispaa ya Mpanda na wilaya ya Mpanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupe ripoti tu, baadhi ya makundi ambayo Mheshimiwa DC aliyachukua na kuyapeleka kwenye hii miradi walikiri na kusema ile miradi hawakuwahi kuijua, na wangeijua wangekuwa mabalozi wazuri sana wa kumsemea Mheshimiwa Rais. Mradi huu wa umwagiliaji wa Mwamkulu tumepata pesa bilioni 23, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mradi uko 70%. Ombi langu kwenye eneo hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wale wanahitaji kulima zaidi ya mara 1 kwa mwaka. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, twende tukajenge bwawa pale ambao ndo changamoto iliyobaki, ili sasa wananchi wa kata ile ya Mwamkulu waweze kulima zaidi ya mara 1 kwa mwaka. Na tunakuhakikishia Mheshimiwa Waziri Mkuu, mazao wanayozalisha sasa watazalisha mara 3 zaidi ya wanavyozalisha sasa. Kwa hiyo hilo ni ombi letu kwenye eneo hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini kwenye eneo hilo la kilimo, tuombe skimu ya umwagiliaji Kakese ambayo tayari sisi manispaa ya Mpanda tulishafanya upembuzi yakinifu na tukakabidhi kwa Wizara ya Kilimo. Tunaomba nayo ijengwe ili wananchi sasa wa eneo hili waweze kutokana na changamoto ya uhaba wa mapato hafifu ya mazao yao, kwa sababu kutakuwa na mbegu bora, kutakuwa na ushauri mzuri wa kitaalamu, na tunaamini wanaweza wakalima kwa wakati.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda, nishukuru pia kwa mradi wa maji ya miji 28 wa Mpanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepata pesa bilioni 22.86 na wewe umeutembelea ule mradi na umeuona, na tunaamini mwezi wa 7 tutaondokana na changamoto ya maji. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana wewe kwa kuja. Tunaamini changamoto hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu, au maombi yetu haya tuliyoomba, utatusaidia. Mwisho kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni swala la umeme, nishati. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wetu wa Katavi umeingia kwenye historia ya kuingia kwenye gridi ya taifa. Kulikuwa na changamoto ndogo Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kuingia kwenye gridi ya kukatika kwa umeme. Nilifika kwako nikakuelezea hii changamoto, lakini nilikutana na waziri wa nishati nikamuelezea. Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelekezo yako na maelekezo ya waziri wa nishati, sasa njia ya umeme kutoka Sikonge kuja mpaka Mpanda, nguzo zinabadilishwa zote na kuwekwa nguzo za zege ili kuondokana na changamoto ya kukatika kwa umeme kwenye jimbo letu na kwenye mkoa wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru sana kwa kupata nafasi hii. Naamini maombi yetu sisi wanampanda utaatilia uzito, na nashukuru sana kwa kupata nafasi hii. Asante sana. Mwenyezi Mungu aendelee kukujalia na kubariki Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nashukuru sana, asante. Asante, naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mpanda mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kupata salamu hizo kutoka kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Mpanda mjini, kwa heshima kubwa na unyenyekevu, nikuombe tena uridhie na uniruhusu sasa nimkaribishe Bi Mwanamvua Hoza Mrindoko. Huyu ni mkuu wa mkoa wetu wa Katavi, ili aweze kutoa salamu za mkoa huu wa Katavi na baadaye aendelee na itifaki nyingine. Karibu sana tafadhali. Katavi oye!